Sema kwamba kwa nini changamoto za afya ya akili zinaongezeka kwa kizazi cha leo? Chanzo halisi ni nini? Kama ulivyomsikia mgeni wetu, huyu ni mwanasaikolojia anaitwa Anderson Dennis. Huyu ametuelezea tatizo chanzo halisi cha matatizo ya afya ya akili ni nini, na tumeongea mengi na bado tunaendelea na mada yetu pendwa kabisa ya leo. Nafikiri sasa tuingie kuangalia nini kifanyike. Tunaweza kufanya nini ili kumsaidia huyo mtu ambaye tayari ana tatizo. Okay. Nini kifanyike ili kumsaidia mtu mwenye changamoto ya afya yake? Kwanza si kumtenga. Okay. Kwa sababu tunaona na kuacha imani potofu. Tuna watu ambao tunaishi nao katika jamii zetu, ni tunaona wanaokota makopo tukiamini kwamba labda amelogwa, lakini sio kweli. Tatizo la afya ya akili likizidi zaidi, ndio tunapata matokeo ya mtu ambaye anaanza kuokota makopo mtaani. Okay. Kwa hiyo tusimtenge mtu kama huyo, bali tumsaidie. Lakini tuwape muda wa kuzungumza nao, tupate muda wa kuzungumza na watoto wetu, tupate muda wa kuzungumza na wake na wanaume. Kwa nini? Talking therapy inasaidia sana. Okay. Hamna kitu kinasaidia sana kama mtu kuzungumza yale yaliyopo moyoni. Kwa hiyo kitu kingine cha kufanya ni nini? Seek for counseling ili uweze kusaidika zaidi. Kwa sababu ukikutana na counselor, yeye atakupa ni vitu gani ufanye. Lakini pia atakupangia ni mbinu zipi ambazo unaweza kuzitumia ambazo utaweza kupona zaidi. Umezungumzia tatizo, yani mtu anapopata afya ya akili. Sometimes kuna watu wanapelekea mpaka anafikia hatua ya kuokota makopo, na umezungumzia juu ya imani potofu ambazo watu wengi tuko nazo, kwamba ukimkutana na mtu anaokota makopo basi unawaza moja kwa moja kwamba huyu atakuwa amerogwa. Umeelewa? Sasa unaiambia nini jamii ambayo inakutana na watu kama hao? Okay. Kitu cha kuambia jamii, kwanza tunatakiwa tuifikishie jamii elimu kuhusu changamoto ya afya ya akili. So kila mtu ambaye tunamuona amejitenga tukaamini kwamba ndo tabia yake, huenda kuna kitu ambacho kinampelekea yeye kufanyaje kupitia lile. So kila mtu ambaye anafikia hatua ya kutaka kujiua yuko sawa? Hapana, kuna kitu ambacho kimempelekea kufikia hatua hiyo. Lakini pia tupeleke na taarifa, tuwafikishie wenzetu, wanafunzi, vijana, watoto, wazee, wajue kwamba imani potofu zinapelekea watu kufikia hatua mbaya zaidi katika kukosa msaada wa kufikia ili kuweza kufanyaje kujisaidia na kukopi katika matatizo yao wanayoyapata. Kwa sababu mtu ukishaamini kwamba huyu amerogwa, utampeleka kwa waganga wote unaowajua wewe, utampeleka kwa wachungaji, kwa mashehe, lakini hautapata nini? Hautapata tiba moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu yule mtu unahitaji kumjengea mbinu, unahitaji kuzungumza naye, unahitaji kumwezesha ili aweze kupona. Ukimwombea utaomba sawa, utapiga manyanga sawa, lakini hamna kitu chochote ambacho kitatokea. Utashangaa wewe ni muda wote unaenda kwa waganga, ni wewe unaenda kwa madaktari, utazunguka kweli, lakini hautafanyaje? Hautapata tiba. Tiba ni nini? Tiba mfikishe ule mtu kwa makansela, wao ndio wanajua ni kitu gani cha kuweza kufanya ili waweze kumsaidia huyo mgonjwa. Matumizi pia ya mitandao ya kijamii yanatajwa kuwa sababu kubwa ya kupelekea watu kupata changamoto ya afya ya akili. Wewe unazungumziaje na nini kifanyike? Ni kweli matumizi ya mitandao ya kijamii na kwa wakati huu wa majenzi, na unaona kabisa kwamba sayansi na teknolojia inazidi kukua zaidi. Na tunapozidi kukua zaidi ndivyo mambo yanavyozidi kuwa mabaya zaidi. Kwa nini? Hatusemi mitandao ya kijamii ni mibaya. Ni mizuri. Na mimi ni mmoja kati ya watumiaji wa mitandao ya kijamii, lakini situmii sana. So mpenzi wa mitandao ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu vijana wanaanza matumizi ya social medias wakiwa katika wakati ambao hawaruhusiwi kutumia social medias. Mfano, ukienda kuangalia wanafunzi wa sekondari,
ni asilimia kama 95 wanatumia simu. Na ukianza kutumia simu tunasema mshika mawili moja lazima linamponyoke. Lazima utawekeza nguvu zako na akili zako katika kutumia mitandao ya kijamii, kitu ambacho kitakufanya uwe dependent. Dependent kwa nini? Kuna watu ambao hawawezi kuishi bila simu. Unakuta washazoea kila wanachotumia iko na simu. Yeah. Kuna mtu ambaye akikosa simu au akikosa bando anaumwa. Tatizo hiyo ni tatizo, hiyo tayari ni tatizo la afya ya akili. Hasa kwa vijana. Vijana wengi wameingia katika mfululizo huu wa kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Yaani ni hawajajifunza ni namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kwa usahihi. Kwa nini? Kwa sababu wanapenda kuiga, wanapenda kupata vitu ambavyo umri wao au wakati wao bado hujafika. Na huko ndani ya mitandao ya kijamii, huko ndiko tunakopata hiyo changamoto ya afya ya akili, kwa sababu maisha tunayoonyeshwa huko sio uhalisia. Na vijana wa leo ndo hapo sasa wanapotaka kuiga, kwamba amemuona fulani anafanya shopping kila siku, anaona na mimi why mimi sifanyi. Wanajikuta wamekuwa wezi, wamekuwa nini, vitu kama hivyo. Sasa nini kifanyike? Kitu cha kufanya kwanza tubadilishe tunaziita parenting style. Aina za malezi. Kuna wazazi wameamua kuwachukulia watoto wao kama majuniors. Unajua junior hata akishika kitakuvunja TV unamwambia mwache junior afanye vile, ni mtoto wangu jamani nampenda. Hicho kitu ya malezi. Malezi tunabadili. As a counselor tunashauri kwamba tutumie authoritarian. Authoritarian ni aina ya malezi ambayo yanamfanya mtoto na mzazi kuwa katika bonding moja nzuri sana. Au mfavor mtoto, ambao authoritarian inatumia demokrasia. Unamwambia mtoto, sawa, utatumia wakati wako ukifika kutumia mitandao ya kijamii au simu, utatumia, sikukatazi, sawa. Lakini pia kitu kingine ni tunaziita attachment styles. Ile bonding kati ya mzazi na mtoto ambayo inatengenezwa. Kuna wazazi wanatumia zaidi, kwa sasa hivi wazazi wengi wanatumia bondi mbaya. Kwa nini? Unakuta mtoto na baba au na mama wao wamekuwa kama maadui sasa. Baba akiingia ni mtoto kukimbia ndani. Kwa sababu anajua atamgombeza kuhusu ile simu. Kwa hiyo ni kuwapangia ratiba zilizokuwa bora, lakini pia kuzungumza nao ni jinsi gani ya kutumia mitandao ya kijamii. Na ni kuwazuia, kwa sababu kuna baadhi ya mitandao ya kijamii sio kila kitu kinachoonyeshwa katika mitandao ya kijamii ni real. Vitu vingine vina fake. Sasa hivi tukija kuangalia ni ulimwengu unazidi kuendelea zaidi katika issue za AI, za artificial intelligence. Umeona? Kwa hiyo vitu vingi ambavyo vinapatikana katika mitandao ya kijamii haviko real na